kitu. Ndani ya kanisa ukianza vibaya, au ndani ya safari ya kuelekea Kanaani ukianza vibaya, kwa kujipata tena, kwa kujikuta tena msafari, inakuwa nguvu. Amen. Ndio maana inalomba mwanzo wako ukue vema, na ndio safari utatembea bien. Leo tutajikaza kuongea Kiswahili sana, juu na ndege ikule, na watu wakule, na nyama ikule. Haleluya. Sijue kama bandugu yetu baelivi kwa niveau gani, juu msafina mko tu niveau 3. Amen. Na chakula tuliprepare ni paka ile niveau 3. Sasa sijue bandugu yetu viko niveau gani, kama ni ya 3, kama ni ya pili, kani mule mueskalier. Amen. Tutajikaza tu. Twende mwalimu. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 1 wa kwanza. Ndio. Kumba ulimwengu ni kichwa cha andiko. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Twende. Mbili. Na dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Na giza ilikuwa juu ya uso wa kilindi. Twende. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Haleluya. Amen. Tukisema hii ni maandiko ambayo ilibidi tuanze soma wakati tunaamini. Wakati tunakaribia mahali hapa mara ya kwanza, ndio tuanze soma hii maandiko. Lakini wakati nafikia mwa hii kipindi, tunakuwa njia ya pili, tunasoma hii maandiko, kunaonekana kuko problem. Wanasema katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Ndio tuko tunajiuliza, je, mpaka leo dunia iko ukiwa na utupu? Miaka 7 mkanisa, miaka 8, lakini giza ikingali juu ya uso wa kilindi. Maandiko nashuhudia kuwa Roho wa Mungu iko natulia juu ya uso wa maji, kwa sababu ndani ya dunia kulionekana maji mengi. Kule kudunia kuko maji ya namna na namna. Shabaha Roho wa Mungu utulia pale, yuko natafuta ni nchi kavu ionekane. Bwana asifiwe sana. Amen. Njoo ujiulize ndani mwako, je, nchi kavu ilishaonekana? Au ngali dunia ambayo ingali na maji, ambayo Roho wa Mungu iko natulia, bado nchi kavu haijaonekana? Takuta mtu ndani ya kanisa anaamini kanisa, iko ndani ya kanisa, lakini na madesturi zake mbalimbali. Desturi ambazo alitosha kujamaa, desturi ambazo alitosha kwa marafiki, desturi ambazo alitosha kanisa za ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu ule anakaribia nazo ndani ya kanisa na hapendi kuziacha. Lakini shabaha ya Roho wa Mungu kutulia juu ya uso wa maji ni ili nchi kavu ionekane. Nchi ionekane. Maji itoweke, maji igawanyike. Haleluya. Amen. Sasa ujiulize ndani yako, je, nchi ilisha kuonekana? Mtu ndani ya kanisa utasikia mie abezi nifanyizie. Mie njoo mie. Amena. Twende mwalimu. Nasema na dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Twende. Na giza ilikuwa juu ya uso wa kilindi. Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Twende. Mungu akasema. Ndio Mungu akasema sasa mtatu. Nuru iwe. Haleluya. Amen. Mungu alisema nuru iwe ni kwa sababu giza ilikuwa natawala. Ndio Mungu akasema nuru iwe. Ndio haya takutana mtume anasimama kwa madhabahu, anaongea juu ya maombi, anakuuliza shida ni nini, au karibie kwa maombi. Nasikia mtu anasema mimi siko nako ba mama, nako ba papa, nako ba jeune. Haleluya. Amen. Nikusema Mungu yuko anapenda nuru iwe. Amena. Meleo kingali kinakutawala, au kingali natuma na jibia vile, kingali kinatuma watu kunafanya mchango na chakula mtume au tia tele miti shelewa la 2000. Sio kusema unakosa, ni kwa sababu giza inakutawala. Amena. Amen. Giza inakutawala. Meshabaha Mungu iko napenda nuru ikue, mwangaza wa Mungu ukuangazie, uanze jua kama ndio niko mwaminifu, niliamini neno. Na kwa kuamini neno kuna mapasho fulani mbalimbali tunapaswa fanya juu kanisa iendelee. Niko mwaminifu, inabidi nikie kwa mafundisho.
niko mwaminifu, inabidi nikie kwa maombi, inabidi nifanye faraja, inabidi nifanye michango. Amen. Amen. Na utakutana watu ndani ya kanisa abaya mutaya wala abaya muregezea macho tosha 10,000 yake 10,000 tu. Yeye katoka tu hapa apre kanisa anaita ale chimanga nani kuya milshele uza soda nani na nani inishia hapa mpaka papa mutaya mbembeleze mtoto wangu mama. Amen. Nikisema nikize ngali na tawala. Na ndio maana Mungu anapenda nuru iwe mwangaza wa Mungu uanze kuangazia, uanze jikumbusha wewe peke. Akisema mtao changizo pale tutie 2000 centi yote yenye uko nayo juu ya maendeleo ya kanisa. Amen. Haleluya. Après tu kanisa hapo tatoka ukienda kwake gazi ya soda iko pale. Huko sawa. Huko. Amen. Tuangalia ndio ni mzuri, ni pesa zako, ni hali yako, unapaswa kula mzuri. Lakini wakati tunakutia ndani ya kazi ya Mungu ukingali ile giza. Mungu akasema, ndio nuru iwe. Ndio. Na nuru ilikuwa. Ndio. Mungu akaona nuru ya kama ilikuwa vizuri. Mungu akatenga nuru na giza. Twende. 5. Mungu akaita nuru mchana. Haleluya. Giza liita. Haleluya. Huko mwenyewe anapenda usiku. Maana kila mtu anapenda mchana. Na ndio maana Mungu alikamata nuru akaita mchana. Lakini wakati ungali ndani ya giza, bila shaka wewe ni usiku. Sasa uangalie, ujiulize, je, wewe ni nuru au wewe ni giza? Juu kama uko giza, of course utajulikana. Haitalomba vya kuuliza. Meshaba Mungu alitia mwangaza, alitia nuru, ni juu mwangaza uanze kuangazia, utoke ndani ya giza, utoke ndani ya upungufu fulani. Amen. Amen. Kuna kama kutokuwa civilize nayo ni giza, ni upungufu. Ndio nakutana mtu anafika mkanisa, ajua hata na comportement sasa jikomporte mkanisa. Na mavalio problem. Na kuongea tu problem. Amen. Ni giza ambayo Mungu anapenda itoweke ndani yako. Mtu kwa mkanisa kumtatu kidogo na kunjiana mangumu. Amen. Na kupiga tutapigana huko mkanisa. Gari ni mtu mwenye kuwa uncivilized. Aiwa hata na maana kwa mkanisa. Ni giza ambaye Mungu anapenda nuru ikuangazie. Mchana wa Mungu kwenda ndani yako. Utoke mwa ile upungufu. Bwana asifiwe. Wakati tuliona yote tukajikuta kama yenye kuleta problem au yenye kuleta shida hii magiza ya mabilindi. Amen. Ni njaa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama njaa iko, hakutakuwa nuru. Hakutakuwa mwangazo wa Mungu. Hapata kuuliza programu ya maombi ishinde kujibia. Amen. Ukisema ni njaa, kwa sababu njaa inaonekana, ndio maana unakutana giza iko. Ndio maana unakutana maproblem fulani ndani ya dunia. Amen. Mtu tokea aliamini kanisa miaka 5, umuulize zake tu mbingu ni nini, ajue. Umulombe kaya mafundisho hana. Amen. Kwa mafundisho tu kuparticiper, mtume anatia na maombi ya mardi Jonas, watu wanapendaka maombi. Maana yake watakuwa kia kwa mafundisho, na kwa mafundisho mtu apende. Amen. Haleluya. Amen. Ile yote ni njaa. Mtu kuna njaa la. Amen. Soma kitabu cha kwanza. Tunasoma kitabu cha kwanza. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili 6. Wafalme wa pili 6. Anzia mu 20 combien? Wafalme wa pili 6. Anzia mu 24. Tunaanzia mu 24. Ndio. Njaa katika Samaria ni kichwa andiko. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndio njala yetu tunasema hivi. Njala iko tuko tunakabula chakula mtu analala. Amen. Saga ni njala itaisha. Tunasoma 24. Aseme njaa katika Samaria. Nikisema Samaria ni mji. Na katika imani yetu mji ni mtu. Amen. Amen.
Tujue njaa ilikuwa namna gani ndani ya Samaria. Twende. 20 inasema. Ndio. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya. Beni Hadadi. Mfalme wa Suria. Ndio. Akakusanya majeshi yake yote, akapanda na kuzunguka Samaria kwa vita. Aseme Beni Hadadi mfalme akakusanya majeshi yake, akaanza kujipanga juu ya kwenda kuzunguka Samaria kwa vita. 25. Ndio. Njaa ilikuwa kubwa kule Samaria. Haleluya. Aseme njaa ilikuwa kubwa kule Samaria. Njaa ilikuwa kubwa kule Samaria. Ndio. Na tazama, wakazunguka kwa vita. Haleluya. Amen. Hata vita ikiwa sahihi, uko na njaa, kwa hiyo utaweza kupigana. Samaria alijikuta ndani ya njaa. Wakati iko ndani ya njaa, mfalme akasema okazio. Amen. Akazunguka mji ule kwa vita. Ndio tunakuuliza, wakati uko na vita, wakati uko na njaa, vita ikikuinukia, je, utaweza kupigana? Na wewe uko ndani ya njaa na wala haupendi chakula. Haleluya. Amen. Mfalme aliona ile njaa akasema hapana. Njoo okazio hii. Na njoo njaa yenyewe uko nayo leo pale. Ukisema uko ndani ya njaa, na njoo maana kila vita wakati inainuka itakupata tu. Amen. Njoo uko ndani ya njaa. Utaona saa maombi njoo unaanza usingizi. Saa maombi njoo unasikia buvivu. Saa papa nilikuwa napanga tu nikiwa kwa mafundisho, nikajisikia tu kwa usingizi nikalala. Amen. Amen. Ni njoo ndani yako mko njaa. Wakati ndani yako mko njaa, vita yoyote yenye itakuinukia itakushinda, itakukamata. Juu mtu mwenyewe hana chakula, hana nguvu ya kupigana. Bwana asifiwe sana. Amen. Siko tunaongea Kiswahili pale tunasikilizana. Twende bwana. Njaa ilikuwa kubwa kule Samaria. Na tazama wakauzunguka kwa vita. Wakazunguka Samaria kwa vita. Hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 18 vya fedha. Haleluya. Amen. Sasa katika njaa kichwa wa punda inapanda bei. Amen. Amen. Katika njaa kichwa wa punda itakuwa bei. Ndio kichwa wa punda inakuwa vipande 18 vya fedha. Haleluya. Amen. Tutakutana mtu yuko na 8 kwa sababu anaingiliwa na njaa, anauzisha 8, anapata kichwa cha punda. Amen. Ndio mtu anakiwa msavile tausi. Upande kabisa na mikono atapika na angalia kwa ngurupengo hivi. Amen. Njala hivi. Munja kichwa punda inakuwa bei. Utakutana mtu yuko na 8, mimi anaibadilisha. Jua uze kichwa wa punda. Kwa hiyo punda utabeba. Kusema tu kitu tufagie kanisa tu hii kanisa. Problem. Ulimwengu ulikuwa unafagia. Hakuna kukutuma. Ulikuwa unakiwa unafulia papa pastor. Kwanza na mango zako utazitosha hapo kwanza kule kule. Kule si ni mwami, ni Mungu. Mimi tu kusema toka kwako, niende kwa mtume. Ni ankutana hata masani nisukule, ni repasia hata pantalon mwa nitengeneze nigutie. Telmo shakuwa na njaa, ushabadilisha 8 na kichwa hapo. Toka mimi niende kule banizoe, banizarau. Kwanza mama ana mikono. Amen. Haleluya. Kila kitu tunafanya ndani ya kanisa malipo yake ni yako binafsi. Amen. Na unajua ni juu ya nini unaweza toka kwako, unakia kwa mtume, kukula tu ugali. Amen. Uwe tu tunasema tuchange hapa 2000. Haiko chakula mtume tunasema ni chakula yetu. Nilikuwa na babangu Papa Roger. Kwa kila siku tukutana kwa meza. Ambia mzee mbona toka jasho sana? Anambia mtoto wangu hii chakula hapa ni dawa. Kila nikikula na kuona pona na kimwili na kiroho. Bwana sifiwe sana. Njoo imani yake. Anataka kana hata chakula iko moja tu pale basha hapa choma toka kwa masomo hatutachangia. Kama anashiba ashibe twende na kwangu na ondoka. Amen. Njoo imani yake. Sawa, imani yako ndani ya kanisa ni mama ya badena na mama. Mama linda ikala mzuri. Amen. Njoo njala zetu tunasema hizi. Njoo takutana munjala, mtu ashakamata 8 yenye iko nayo, anaibadilisha ndani ya kichwa wa punda. Amen.
wakimtoa hapa na vimbana. Na apre kanisa utaona. Anakungua pale kumulango. Unaweza nitaya hivi. Na mimi sasa prepare kwa vita. Twende mwalimu. Hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Kichwa cha punda wako na vipande 80 vya fedha. Unaona kia kufanyisha ile vipande 80 vya fedha ni kununua kichwa cha punda. Nitoke pale. Twende mwalimu. Na kipimo cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Aseme kipimo cha mavi ya njiwa vipande 5 vya fedha. Kwa mavi ya njiwa itatosha kwanza wapi? Tuambie kwanza ile soko yenye mtu anauzia kama mavi ya njiwa. Amen. Haleluya. Na ndio maana ni njiwa. Njiwa ni nyama msafi. Mwenyewe utakutana mavi yake partout. Haleluya. Meju mtu iko na 5 hataki kutana njiwa, yeye kama unatafuta mavi ya njiwa auzi. Haleluya. Ndio maana Wakristo wanataka mandege. Haikoke maibu, mapopo, manini hapana. Inakuwa ni njiwa. Njiwa ni nyama msafi. Mwenyewe utakutana vichafu yake partout kila fasi. Na utakutana telema mtu iko na 5. Yeye anafuta tu ni mavi ya njiwa auzi. Amen. Na kisi tuko hapa tunachunguza. Amen. Ule mama waliniambia hivi, acha nimfuatilie kwanza. Uko nani mwa kanisa? Juu anze fuatilia kanjiwa. Tunaamini tu kanisa hapa, watu kisimama hapo utakufa. Ukufa tu kuacha kanisa unabakia kwa vile vile mimi naacha. Umewe kazi yako ni kukuya, unaanza angalia ni mandege, uko unafanya kazi ya kuchunguza. Amen. Uko pale unafanya kazi ya kuchunguza. Mungu tusaidie tufike mwisho na sisi tuchaguliwe. Tuitwe hata watu wa kanisa juu mpaka sasa na mimi hata imani kwangu sikwake nayo juu muda mchache mtu anaweza kufa na naacha kanisa. Amen. Lebenye wa kanisa wengi uko pale wakosisha amani. Na kanisa yako. Amen. Mtume angekuwa tungejue kanisa. Kashiwe tunapiga mabriki kule kumisi kufa na kuzika kule. Tuko napiga pendo sahihi, mafungo mrefu. Amen. Mtume anakuya anajitolea na sacrifice kila kitu na ndugu yake juu akiwa tufundishe Mungu wake na kweli. Memwaile kukia kufundisha Mungu wake na kweli. Wewe kazi yako na kwanza unabike rushi. Amen. Sikia mkristo kwamba ule mwaminifu, ule mama fulani, ule papa fulani, vraiment yeye na Mungu tu, namwachia Mungu. Juu ya nini? Tunafanya uchunguzi sana. Juu ya niko na 5. Unatawaliwa na 5. Kama mtu unatawaliwa na nia yako 5, bila shaka kazi yako itakuwa tu unatafuta tu mavi ya njia. Wapi kwenye ali nyama? Amen. Twende mwani. Problema ile yote ni njaa. Amen. Wakati mtu yuko na njaa atatafuta makofi na kwenye kuna makofi. Problema ya njaa ile. Hauna neno, hauna mafundisho. Huko kasi kama kumpita njia wa kanisa. Sielewe, twende mwalimu. Na kipimo cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Na mavi ya njiwa ile kapanda bei. 26. Amen. Na ilikuwa wakati mfalme wa Israeli alipokuwa akipita juu ya ukuta. Patoka niulize. Hii ukuta sio kibambasi. Ilikuwa navunjike na lala chini, ilikuwa kusimama, mfalme alikuwa anapita alikuwa anapita namna gani? Na ilikuwa wakati mfalme wa Israeli alipokuwa akipita juu ya ukuta. Mwanamke mmoja akamwita akisema, "Twende. Unisaidie bwana wangu, mfalme." Ndio. 27. Akasema, "Kama bwana wangu asipokusaidia, mimi nitakusaidia namna gani?" Aseme wakati mfalme alikuwa anapita juu ya ukuta, ndio mwanamke akamwambia, "Bwana wangu unisaidie." Mfalme akamwambia, "Kama Bwana ambaye ni Mungu asipokusaidia, mimi nitakusaidia namna gani?" Na ndio maana kila mara mwalimu anakuwa anasimama kwa majulisho. Tuko napiga baragumu, tukia kwa mafundisho. Solution hii kanisa ni Bwana.
Ni Mungu ndio atakusaidia. Mfalme atakusaidia kitu. Haleluya. Mungu ndio atakusaidia. Ndio akamuuliza, kama Mungu anashindwa kusaidia, mimi nitakusaidia namna gani? Jua mimi naomba tu Mungu. Twende. Akasema, kama Bwana asipokusaidia, ndio mimi nitakusaidia namna gani? Toka ndani ya sakafu au toka ndani ya shinikizo? Aseme toka ndani ya sakafu au toka ndani ya shinikizo? Yana maulizo. Ndakusaidia mnimbia bina maana. Amen. Benya bina maana nenda kusaidia amo. Mtu anapenda akiwa huku, après ma problème a expliquer papa kwanza mtape mtoto wangu ni mtoto mzuri, ndio hivi na hivi, ndio atoke pala nasikia vizuri. Akikia papa anamsha wewe rege yako ni hii. Ya wapo. Anasemea tu bwana. Bana kusa batakusaidia toka ndani ya sakafu, toka ndani ya shinikizo batakusaidia. Sakafu ni ile maganda ya mihindi. Hapo kutosha mihindi vile maganda vinabaki. Vitu vya bina maana. Bitiritiri vitu amen. Upie bakutapa. Bo bakisha kutapa njo. Nilienda papa kanipatia rezo. Niambia vraiment ndio. Havina maana. Mwenye kusaidia mtu ni Mungu, ni Bwana. Hapana ndani ya sakafu, hapana ndani ya shinikizo. Shinikizo ni ile manini balance na bakiaka après kukamula 20. Amen. Hivi ni mabuchafu na bakiaka. Ndio mtu unapenda kumsaidia. Ndio mfalme yuko naye. Ndio atakupatia. Unaona ndio mtoto wangu mzuri, juli uza Mungu. Bwana, neno la Mungu ndio itasaidia mtu. Nafasi ndio itakufundisha namna ya kutenga. Ndio utaiona kama hiki ni kibaya. Hii tu inafanyia ndugu yangu ni mbaya. Ndio pesa takioku. Anaona sikupoteze, anakupatia masakafu, mashinikizo, unajiona wa maana, ndio baki mkanisa. Mimi kitakusaidia ni neno la Mungu. Twende mwalimu. 28. Ndio. Mfalme akamwambia, ndio. Kuna nini? Akajibu. Mwanamke huyu aliniambia, ndio, utoe mwana wako tumule leo. Na mwana wangu tutamkula kesho. Haleluya. Kumbe kwenye shida ilikuwa ni juu ya njala. Wakati watu tuko munjala na mzazi mwenye alizala mtoto banafikia kuongea banze kula watoto. Amen. Haleluya. Shuka mwalimu. Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, ndio, utoe mwana wako tumule leo. Ndio. Na mwana wangu tutamkula kesho. Twende. Basi ndio tukatokosa mwana wangu. Haleluya. Bakaanzia kwa kutokosha mtoto apre kuzala miezi 9 mtumbu unafikia kuzala mejua njala. Tokosha mtoto una mkuu. Haleluya. Haleluya. Huyu mwenye alitokosha mtoto si alikuwa alishazala. Amen. Wewe ukakutana watu wengine juu alishazala, bandugu yetu walitangulia iko na mtoto banatajionyesha saa vile nyata. Tushateseka. Mungu atusaidie tufike mwisho. Amen. Mungu atusaidie tufike mwisho. Mtoto juu ni pe ndio tunakuheshimia kwa ndugu yetu, kwa baba wetu mtangulia. Mimi haiko sema ndio inakuwa sasa unje unakuwa sasa farao wa kupikishana mabriki. Utanita mimi mjino unakuwa nani? Unanijua mimi? Unakuwa nani? Si mtoto utatokosha uko na njala. Juu mtu mwenyewe ana njala, mtu anakuwa kasema. Tunaona ndio mtangulia, mmetulikuwa na papa Kristo jana mjia, papa Daniel tulikuwa nikala pamoja, ni bandugu na marafiki yangu. Umwita hata kunyumba ndugu yetu kwa kunyumba tuchangie kabukali. Hapana. Unaona? Bo. Unakuwa nivo. Ndio. Ulishazala. Uko na njala. Juu kama ungelikuwa na chakula. Ukia tena ndugu yako bia. Papa Daniel utanisamee, niko na wewe kilte yetu. Après kilte, hapa nakula. Uko na tu chakula kwa ndugu yako. Mefa uoneshe kama amuko tena banini, utatokosha ule mtoto. Amen. Juu uko na njala. Twende mwalimu.
Ndio. Na mwana wangu tutamkula kesho. Aseme toa mwana wako tumule leo na mwana wangu tutamkula kesho. Basi tukatokosa mwana wangu. Bakaanzia wake. Wakamkula. Nikamwambia siku ya pili. Utoa mwana wako tumule. Haleluya. Naye alificha mwana wake. Wakili. Ase toa mwana wako na tumule. Yalishafichika mwana wake. Ndio kakutana mtu ndani ya kanisa anakutoa mapenzi ya Mungu. Mimi nakuwa mpesi kurudilia Mungu. Mtu mwenye alikwambiaka unaona ile kanisa ile kibanda pale share pale anakuwa na ekipe yake moja hivi. Meneko anatafuta kisa tengea mwele ekipe. Na wacha kutosha kwanza. Amen. Wacha kutosha zamani. Mimi kunapiganisha kisa tengea mwele ekipe. Ni kupiganisha. Ufalme wa Mungu anaingia kwa nguvu. Amen. Amen. Utakutana mtu mwenye alikwambiaka ndani ya kanisa, keko kila kitu yeye anambiaka mtume. Mwenye kwa contact na mtume. Mwenye kutoshaka mkanisa, yeko mkanisa. Amen. Leta mtoto wako yetu mkule. Yeye alishaficha mtoto wake zamani. Hata kama kwa mjala, kuna kale kazania kwa hapana. Amen. Haleluya. Ndio tunasikia kule hata kuchochea maneno ya mtume. Sana vile kama usitoke na problem na yule baba. Meori shaenda naye kwa kuroho. Umuliza tu hakuna. Wewe duru wakikuuliza hapa, mimi kwanza papa. Mimi papa hivi na hivi. Yeye akimuuliza mimi na yule mtu na papa vraiment hakuna kitu. Amen. Tosha mtoto wako tumekule, mimi alishaficha mtoto wake. Juu ya njala utafikia kukula mtoto wako. Mwenyewe ndio miezi 9. Uteseka mjia. Amen. Ndio utafika mwisho tunachaguliwa na unaacha kanisa. Jua hauna kitu. Hauna neno la Mungu. Uko na njaa. Kesho leo tufike na sisi tuanze ona ukubwa wa Mungu, tukufu wa Mungu. Mmoja tutakuwa wakati ya kukufa. Na ujia kwa ulimwengu, unaonekana kwako. Twende mwalimu. Soma kwa kitabu moja. Soma kwanza Timotheo wa pili. Soma kia pili mstari wa 14. Juu usizani kama kuzala ndio mwisho wa kanisa. Hapana, kuzala ndio mwanzo wa kanisa. Utakutana bandugu yetu. Amen. Hatakosa kusema bandugu yetu akishakuwa eli kesho anajigetiga mkanisa. Amen. Chakula kubufisi kwa tunaenda fanya nini? Amen. Kule kubufisi kwa tunafanya nini? Alors uonje kwa mtu wa kwanza kutupatia ile hamu. Tunakuonea sana vraiment. Medekulu kwa kaeli ukarudia kunyumba na ikala. Mungu atakusaidia kesho kabisa. Twende mwalimu. Juu kuzala ndani ya kanisa haiko ndio mwisho wa kanisa, lakini ndio mwanzo wa kanisa. Ifo uchunge mtoto. Na kama umchunge utamkula. Timotheo wa pili ngapi mwalimu? 10, Timotheo wa pili 2, 14, 15. Timotheo wa pili 2, 14, 15. Ndio. Shika yaliyo kweli ni kichwa andiko. Twende. 14. Uwakumbushe maneno haya. Ukiwaonya mbele ya Bwana. Soma wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2, 2:14. Timotheo wa kwanza 2:14. Ndio. Inasema hivi. Na Adamu hakudanganywa. Ndio. Lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Ndio. Lakini ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Haleluya. Lakini mwanamke wokovu wake ni kwa kuzaa mtoto. Kama wakidumu katika imani na mapendo. Pole pale mwalimu. Ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Lakini kama wakidumu katika imani na mapendo na utakatifu pamoja na moyo wa kiasi. Haleluya. Kama wakidumu katika imani, katika mapendo na utakatifu na moyo wa kiasi. Kumbe ndio utaokolewa. Kumbe unaweza kuzaa
Unakuwa na mtoto, na mtoto. Jua nini? Maneno ya imani. Maneno ya mapendo haujui. Utakatifu hauna. Kiasi tu hii utaokolewa. Uko na mtoto wako, atukatana. Sio watu kwenda nini? Zao. Mimba hapa inakuwa muhimu. Na papa, na mama ndani kanisa bishiro utafanya nini? Sasa baada ya kuzaa wale mtoto. Hatutaokolewa kama hatuna bibitu, hatuna imani, hatuna mapendo, hatuna utakatifu, hatuko watakatifu. Hatuna kiasi, hatutaokolewa. Amen. Amen. Tusizane kama kuzala njoo mwisho. Jitu hapa tumbo iko na kuluma. Amen. Huko mu maumivu, mchumba kio safina huko. Umata shitu kwa mchumba wa kwanza tunajijua na bachumba wa pili. Bachumba watatu viko ndio wewe sasa kwa mchumba ngapi? Amen. Amen. Huko tuna maumivu ya tumbo hapa. Kisha rudia kwako na ikana. Musafina kwa tu yuko mchumba gani? Hatuyo. Umata shitu kwa mchumba wa kwanza na pili. Twende. Warudia kitabu yetu kwa Nafanya Aisha. Achia hapa. Tumalize. Msoma Mwanzo 17. Mwanzie mu 13. Mwanzo 17:13. Ndio. Nasema njaa inazidi katika nchi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tutamaliza. Maandiko yanasema njaa inazidi katika nchi. Inazidi sana katika nchi. Njaa ni ukosefu wa chakula. Amen. Amen. Wakati hauna chakula, bila shaka utakumbwa na njaa. Njaa itakukamata tu. Amen. Amen. Twende mwalimu. 13 nasema. Ndio. Wala chakula hakikukua katika nchi yote. Kwa maana njaa ilikuwa zito sana. Ndio. Hata nchi ya Misri na nchi ya Kanana zikazimika kwa sababu ya njaa. Soma kwa tena pale mzuri. 13. Ndio. Wala chakula hakikukua katika nchi yote. Aseme wala chakula kiko katika nchi yote. Kwa maana njaa ilikuwa nzito sana. Hata nchi ya Misri na nchi ya Kanana aseme zikazimika kwa sababu ya njaa. Hata nchi ya Misri na nchi ya Kanana zote zikazimika kwa sababu ya njaa. Amen. Nchi ya Misri ndio wapi? Hii mtajisemea nyepe, sitaki maproblem. Mbo nchi ya Kanana sasa. Mama ya kadoto tuambie kwa nchi ya Kanana ndio nchi gani? Haleluya. Aseme na nchi ya Misri, na nchi ya Kanana kwa tunaenda kesho. Amen. Usipotoka na chakula njaa itakukamata. Uko mkanana, uko Misri. Kama una chakula njaa itafanya nini? Ndio maandiko yanasema nchi yote ikazimika. Amen. Amen. Ndio kajiuliza kama wewe ni ndugu yangu, kama ni baba yangu, kama ni mama yangu, unaenda shauri hakuna. Mlipigana, alikuchamba haya. Alikuonea tu. Siku nyingine unakia na niita. Unjo ase unjo mamako. Mbona mama ananivunja moyo? Uendake kwa ndugu yako sasa. Alikuwa ule mtu njoo vile. Twende tuite mama fulani na mama fulani, twende tumfuate. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na Mkanana njala, na Misri. Haleluya. Amen. Niko nasema Kanana kwa tunaenda. Ndio niko nasema. Sasa kule kama uweke chakula, njala itakutana. Sawa? Umwekeshe kavemi ile kako, katimi ile kako. Amen. Nakia mulomba kesho hakika. Amen. Ndio vile papa unisaidie unipe hivi na hivi. Ungo yake na mpaka nafika kufa mwema. Na mwaminifu vile vile, na baba yako wala mama yako vile. Amen. Kwa mafundisho moya, yeye alitufundishaka
banaita Sodoma na Gomora. Ngona kumkira mafundisho. Nani na nani? Mimi mtanisaidia. Nani na nani? Na wote. Haleluya. Ndio shida ya njala ile. Njala itatuma leo au kesho tunageuka na Sodoma na Gomora. Hauna chakula. Wakati hauna chakula, hata uko na mtoto, utashindwa kumalisha mtoto. Ndio utakuwa tena manyonyo kumpatia. Hauna. Bakutaye tu kidogo pale kisio. Kukuongea tu ule mama alifanya hivi na hivi bongo mama Raporo kwa tanzia kwa mtume. Papa ule mtoto wako hivi na hivi, hivi na hivi vile. Papa hata akitetea mtoto. Afere na ruka. Anaenda sasa kukutana naye vis-a-vis. Amen. Amen. Kutiko kwa kanisa pembe. Biabu mama pembe. Hayo unaweza nifanyia hivi. Unaweza nisema hivi namna gani? Naangalia tu hapa ni probleme nini? Ya njaa. Uko na njaa unasema ule mama hivi kisi alinisema maana yake hana nini? Hana neno la Mungu. Angali Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Twende mwalimu. Kwa maana njaa ilikuwa nzito sana hata nchi ya Misri na nchi ya Kanaana zikazimika kwa sababu ya njaa. 14. Ndio. Yosefu akakusanya fedha yote iliyokuwa katika nchi ya Misri. Na katika nchi ya Kanaana. Banduga, hiyo mwenyewe unasema maneno. Ni Biblia. Wakati njala inakuwa, kuna kuweka solution. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambaye solution inatoka kwa nani? Kwa Yesu. Njoo italomba akusanyishe nana pesa zenye kwa mu nchi ya Misri na zenye kwa mu nchi ya Kanaana. Amen. Amen. Tunakutana mtume kuna kwanza mulifia nini? Amen. Haleluya. Amen. Mulifia nini? Hiyo kuzalisha na njaa ya mkana. Anakusanyisha pesa zote. Amen. Baada ya ndio problem soma maandiko. Soma maandiko kwa nyinyi ndio problem. Ni njaa meiko na kusa na kukanana na kumisri. Kwa sababu ya nini? Ukosefu wa chakula. Ndio wakati inabidi uchukue chakula. Beba chakula. Kesho yake tusile zaraulisha Mungu. Amen. Leo tunaweza kukana, badala kukana au badala tukana anytime hakuna problem. Ule iko kanisa yetu. Mekesho sio shazala. Sio uko mbele. Unakuwa kanisa na muhuri. Amen. Amen. Unakuwa kanisa na muhuri. Yosefu akakusanya fedha yote iliyo katika nchi ya Misri. Ndio. Na katika nchi ya Kanaana. Ndio. Kwa nafaka walionunua. Waende. Yosefu akaleta fedha nyumbani mwa Farao. Na wakati fedha yote ilipokwisha katika nchi ya Misri. Ndio. Na katika nchi ya Kanaana. Wamisri wote wakakuja kwa Yosefu wakisema, ndio, utupe chakula. Amen. Meba Kanaana bakukuya. Jua bravo mtatoka masimamo mvili alisema nacha na kukuru Kanaana na kumisi. Anakisoma tuko tu sawa. Hapana. Sanja na kamata. Ni ba Misri ndio watendea Yosefu. Yosefu ashamalizana na Kanaani zamani. Amen. Amen. Wainjala kwa tabaka mbili tu. Ya njaa ya Misri na njaa. Bakanana bakionana tu na Yosefu. Njaa yao inaishi. Sawa? Mama wetu papa kule ni mama. Fanya hivi na hivi na hivi. Kuna zarusha jina yako kanisa hivi na hivi. Papa sasa mimi nasikia tunaviachia pale. Neva Misri. Sawa? Twende mwalimu. Ona kwanza wewe ni mama, ona kwanza wewe ni papa, ule ni hivi na hivi. Mkana anasema sawa. Problemu yake ya njaa inaishia nini? Neva Misri bwana. Na wakati fedha yote ilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanaana. Twende. Wamisri wote wakakuja kwa Yosefu. Ndio. Wakasema. Utupe chakula. Kwa nini tunakufa mbele ya uso wako? Kwa sababu fedha imekwisha. Fedha yote inaisha. Njoo anakia tena Yosefu, utupatie chakula. Twende mwalimu. 16. Ndio. Yosefu akasema, toeni nyama zenu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tajua kiko na tumo unashindwa kugagata chakula ndani yako. Ni juu ya nyama. Kila mtu kuna nyama yake ya ufugo. Amen. Kila mtu anafuga nyama mbalimbali kwake.
Sasa kama unataka chakula, toa nyama. Amen. Utakubali kutoa nyama upate chakula? Ukiwa tu mkanisa leo, ukiwa tu kwanza ile spirit ya Mungu kwanza. Leo na mimi nenda kwanza omba. Amen. Ndafurahi, ndapiga mikono, ndacheza. Na mtu anafaa kusimama kwa majulisho, na mtu anafunga sura pale. Ya intimidation. Sasa intimidation na mkanisa bwana. Nyama ya ufuku. Kama mtu kuna nyama ya ufuku. Maandiko yanasema, Yosefu akamwambia, toani nyama. Hii akili fulani yeko na kuzuiza. Amen. Kubali kutoka hizo. Twende. Toeni nyama zenu. Na nitawapa ninyi chakula kwa nyama. Aseme tubadilishe. Munipe nyama, niwapatie chakula. Toeni nyama zenu na nitawapa ninyi chakula kwa nyama kama fedha imekwisha. Fedha inaisha, mlete manyama. Eske tutaleta manyama kwa Yosefu? Amen. Eske tutaleta nyama na moyo mwema tu kupenda? Amen. Ndio sikia mtu mwingine anasema mimi ndatubu kudelegation. Amen. Utatubu, utakuwa mpesi kurudilia. Jua kuacha kwa kweli. Mimi sivyo nakwambia toeni nyama. Amen. Amen. Wote watu. Juu mtoto tumikia wafalme wawili au mabwana wawili. Kubali kutoa nyama, Yosefu akupe chakula. Twende mwalimu. Wakaleta nyama zao kwa Yosefu. Twende. Yosefu akawapa chakula pahali pa farasi na kondoo na ng'ombe na punda. Balikuwa na ile mafarasi na ile mabicho ya punda waliuza kule. Amen. Ndio wakaanza kufanya kazi ya kunini? Ya kuletea Yosefu. Yosefu apatie nini? Chakula. Uko nasikia bakanane pale? Bakanane hapo. Twende mwalimu. Yosefu akawapa chakula pahali pa farasi. Pahali pa farasi na kondoo na ng'ombe na punda. Akawalisha na chakula pahali pa nyama zao mwaka ule. Shuka mwalimu. 18. Na wakati mwaka ule ulipokwisha, ndiyo wakakuja kwake mwaka wa pili. Wakasema nini? Wakamwambia, hatutaficha mbele ya bwana yangu ya kwamba fedha yetu imekwisha yote. Ndiyo. Na makundi ya nyama ni ya bwana yangu. Twende. Hakuna kitu kinachobaki mbele ya macho ya bwana yangu, ili miili yetu na nchi yetu, na nchi zetu. Tujilia pale mzuri. Hakuna kitu kinachobaki ila miili yetu, kwamba fedha yetu imekwisha yote na makundi ya nyama ni ya bwana yangu. Hakuna kitu kinachobaki mbele ya macho ya bwana yangu, ila miili yetu ndiyo na nchi yetu. Haleluya. Baada ya kupana nyama, banakutia tena kwa Yosefu juu ya njala. Aseme hakuna kitu kinachobaki ila miili yetu na nchi yetu. 19. Kwa nini tutakufa mbele ya macho yako? Ndiyo. Sisi na nchi zetu vile vile. Utununue sisi na nchi zetu kwa chakula. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Aseme utununue sisi na nchi zetu kwa chakula. Sasa bakisha bauza nyie na nchi yenu kwa chakula. Bakisha bauza nchi na miili au mtu mwenyewe. Chakula nyinyi unapenda kuuza tetia hapo. Au itaenda wapi? Amen. Juu nasema hakuna kinachobaki ila sisi, ila miili yetu na nchi zetu. Utununue sisi na nchi zetu kwa chakula. Ndio problema ya njala hii. Bwana sifiwe sana. Kumbe katika njala inalomba kujipana, kujiuzisha, kuuzisha miili na nchi yako kwa sababu ya chakula. Ndio maana Mungu aliambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako. Juu kila mtu akikuwa nchi yake inakuwa terrible. Amen. Mtu akishakuwa nchi yake pale, kama mtu anafanya competition za maliza gazie 2 za musteli. Amen. Ndio nchi yake iko fia, anatia kiti pale anaika. Bwana asifiwe sana. Ndio maana njala inavuma, njala ikishakuwa mingi, Yosefu atakwambia
au wewe peke utajilazimisha kuuzisha nchi yako na miili yako. Amen. Mtu unajitoa yote kwa Joseph. Amen. Unaacha Joseph ndio aanze kutawala. Unaacha hii neno ya roho, neno ya rema ndio ianze kutawala. Amen. Amen. Unajitoa yote kwa nini? Kwa Joseph. Na wewe na nchi yako. Utakubali? Bwana asifiwe sana. Amen. Utakubali kujitoa wewe na nchi yako juu upate solution ya chakula? Mungu asifiwe. Soma mbele. Utununue sisi na nchi zetu kwa chakula. Na sisi na nchi zetu tutakuwa watumishi wa Farao. Na utupe sisi mbegu tuishi, wala tusife. Wala nchi isiwe ukiwa. Shuka pale tumalize mbio mbio. 20. Ndio. Hivi Yosefu akanunulia Farao nchi yote ya Misri. Kwa sababu wa Misri wakauzisha kila mtu shamba lake. Maana njaa